Hello mtazamaji wa Mafie TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali ama mastori mbalimbali ambayo tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV. Na moja ya story ambayo tunakupenyezea ni kuhusiana na kikosi cha Young Africans ambacho kimejikita katika kutafuta wachezaji ambao watakuja kukava nafasi kwa uzuri kabisa katika baadhi ya maeneo ambayo wamekuwa na mapungufu katika msimu wa 2024-25 na wanatamani msimu wa 2025-26 kuwa msimu bora zaidi, pengine na kufikia malengo yao kwa 100%. Na zimekuwa zikitoka taarifa, na hipo taarifa ambayo tupo nayo hapa, ambayo kwa sasa hivi Young Africans inamhitaji Prince Tau ambaye amewahi kucheza zamani Al-Ahly kutokea pale nchini Misri. Na tukumbuke kwamba Yanga wamemuuza Stephane Aziz Ki kuelekea pale Raja Casablanca, ambaye atapata nafasi ya kushiriki kwenye michuano ya club ya dunia FIFA World Cup ambayo itakuwa inafanyika kule Marekani. Sasa ni kwamba dau la kuvutia waliopata baada ya kuondoka kwa Stephane Aziz Ki, Young Africans kumeifanya klabu hiyo mapema kuingia sokoni kumsaka mbadala wake, ambapo hadi sasa ina majina ya wachezaji wawili walio kwenye mahatua nzuri ya kumalizana nao na kuanza kuitumikia Young Africans. Na Young Africans imemuuza Stephane Aziz Ki kwenda Wydad Casablanca ya nchini Morocco, na tayari nyota huyo ameondoka akiachia timu hiyo ikimaliza ligi kuu bara na finali ya kombe la FA. Katika kumpata mrithi wake sahihi wa Stephane Aziz Ki, Young Africans ipo kwenye mazungumzo na uongozi unaomsimamia winga wa zamani wa Al-Ahly pale nchini Misri Prince Tau, na raia wa Afrika ya Kusini na timu ya taifa ya Afrika ya Kusini. Tau ambaye kwa sasa anaichezea Qatar FC, ambaye alijiunga nayo Januari mwaka huu akitokea Al-Ahly. Inaelezwa inafurahishwa na maisha ya huko, anafurahishwa na maisha ya huko Saudi Arabia, lakini inaripotiwa kwamba klabu ya Young Africans wamefanya mazungumzo na wamemshawishi kwa kina mchezaji huyu, na mwenyewe amekubali. Imebaki tu mazungumzo na kufikia muafaka baadhi ya vitu ili kuja kusakata kabumbu ndani ya kikosi cha Young Africans. Uamuzi wa Young Africans kuanza mazungumzo ya kumsajili Tau ni uhitaji wao wa mchezaji ambaye atakuwa na uwezo mkubwa kuisaidia timu kama ilivyokuwa kwa Stephane Aziz Ki. Na bwana, hizi ndio taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa, na taarifa ambazo si tumekusogezea kwa ukaribu zaidi, ambazo tumekuwa nazo, na namna ambavyo Young Africans wanahitaji kuboresha benchi lao la ufundi, na vile vile wanahitaji kuboresha katika maeneo ya uchezaji, kwenye maeneo ambayo wameona yana mapungufu katika msimu wa 2024-25, na wanahitaji wachezaji ambao watakuwa bora zaidi kuliko wale ambao wapo kwenye timu na wale ambao wanatarajiwa kuondoka. Na baadhi ya wachezaji kadhaa tumekuwa tukiona ambao wanatajwa kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans kuelekea katika vilabu vingine, na Young Africans akihusishwa na wachezaji wengine ambao wanasakata kabumbu kwenye baadhi ya vilabu ikiwemo TP Englaba Mazembe, SC Vita pamoja na Al-Ahly, na wachezaji wengine ambao wanacheza mfano Kaizer Chiefs pamoja na Mamelodi ambao Yanga amekuwa akihusishwa nao.